Mtazamaji wa Global TV, leo tupo mitaa ya Msasani ambako tumekuja kwa ajili ya kumfariji Daime na kuzungumza naye mawili matatu. Hapa panaitwa Lolo's Beach ambapo panapatikana huku Msasani. Kwa leo tutakula, tutakunywa, tutabadilishana mawazo, na mnafahamu kama Imelda anapatikana Global TV na mimi napatikana Global TV, kwa tuna mengi sana ya kuzungumza hapa. Imelda Mtema, maisha ya tasnia ya utangazaji miaka 22 unaweza kuyazungumziaje? Maisha ya miaka 22 ya utangazaji pamoja na uandishi wa kwenye magazeti si maisha mepesi sana, ni maisha magumu, lakini ukiweza kuyastahimili tangu unaanza mpaka hapo nilipofika miaka 22, basi kila kitu kinaweza kuwa rahisi sana. Ukiweza tu kuyastahimili, kwa sababu wengi wao kweli wanatamani, mimi natamani kuwa mtangazaji, natamani kuwa mwandishi wa habari, lakini akifika tu miezi miwili mitatu anaona hapa sipawezi, anaenda njia nyingine. Kwa hiyo maisha haya yanahitaji sana uvumilivu, yanahitaji yani kutokata tamaa. Kwa kwenye miaka 22 na mengi ambayo umeyapitia ambayo yamehitajika uvumilivu sana. Mengi sana. Unaweza kuzungumza lipi kubwa ambalo kila siku liko kichwani wako ambalo linakuumiza kichwa na linakuwazisha? Unajua unapoanza uandishi wa habari kuna vitu vingi unavifikiria kichwani kwenye picha yako peke yako na akili yako na ubongo wako, lakini haikujagi ile picha halisi ambayo unakutana nao katika maisha ya uandishi wa habari, utangazaji. Maisha wewe unahisi kwamba ukienda pale utatangaza utanini, lakini sivyo. Kuna vitu vingi sana ambavyo mtu unapitia vigumu kweli kweli. Kuna wakati mwingine hata hujui ufanye nini, kuna wakati mwingine hujui habari ni nini, unaenda tu na yani kama mtu anakusukuma na ukaona kila kitu ni rahisi. Unajua zamani tunaweza kusikia kwenye redio waandishi wanavyoongea, watangazaji wanavyozungumza kwenye redio, ukaona ni maisha fulani ya kurashi, lakini hapana. Mwandishi wa habari unahitaji sana ujasiri, kwa sababu utakutana na vikwazo, utakutana na watu watakukataa, utakutana na watu kukubali, mpaka waone kuna vitu unavifanya viwaguse kwenye moyo, kwa kila mtu anakuwa anakupokea. Umefanya kazi ya uandishi wa habari miaka 22 ambapo mimi nafahamu kuna mazuri mengi umeyapitia, kwa sababu umekuwa ni mwandishi ambaye unaweza kupenetrate popote. Wasanii wengi ni marafiki zako, wale wanamuziki wakubwa, hata wanasiasa. Sasa uliweza, mimi mpaka leo waga najiuliza, na leo nikasema hili swali nitakuuliza, umewezaje kuwa na urafiki wa kudumu na kina Anti, kina Kajala, kina Wema, kina Jackie Wolper, kina Najis Mohamed? Yani umewezaje? Kwa sababu mimi nafahamu kwa karne sasa hivi tunaoishi, ambayo hii ya watoto wa 2000, kila siku matukio. Umewezaje Imelda? Nimeweza kwa sababu nimekubali kujishusha. Unajua unapofanya kazi na unawahitaji watu fulani katika kazi yako, kwanza ukubali kujishusha, kwa sababu usipokubali kujishusha na kutojikweza, lazima kwa mbele itakupa tabu sana. Kwa hiyo ni lazima usikilize mtu anataka nini. Yeye unapoenda kumfuata kama mimi sitaki hiki, nataka hiki. Kwa hiyo unachoangalia kazi yangu inataka hivi, huyu anataka hivi. Kwa hiyo unajaribu kubalance. Ngoja basi nimsikilize anataka nini na huku nifanye hivi. Na kujishusha zaidi, kwa sababu kuna wengine kweli walishindwa kuweza kukop nao, kwa sababu kuna watu hawapendi kujishusha. Lakini mimi nilisi kujishusha kulinisaidia sana kuweza kumaintain marafiki kwa wakati mmoja, kumaintain kazi yangu. Kwa sababu ukiwa na rafiki kama ni star na ana kitu chake, ana skendo yake, unatakiwa hiyo skendo uitoe, asikukasirikie, aielewe kazi yako. Umenielewa? Unafanyaje? Kwa hiyo unajaribu kumaintain kwamba huku unang'ata kidogo, unapuliza sawa. Umenikumbusha, unajua mimi nilikaa mwaka mzima siongei na kuni masaja, kisa alikuja kwenye mapito, nikamuuliza swali kuhusiana na Dr. Mwaka, akani block.
Sasa juzi kati hapa akanimisi, akanipigia, akaniambia baby nimekumisi. Nikamwambia hii ni kazi. Sasa mimi ndo najiuliza wewe Daima umewezaje? Sababu mimi kuna wengine ambao siongee nao kabisa kisa maswali ambayo nauliza kwenye interview. Unajua nini? Unajua mfano kuna baadhi ya marafiki zangu ambao ni mastaa. Wamekubaliana na hali. Wamekubaliana kwamba Imelda anafanya kazi. Na kama anafanya kazi, labda tuchukue kama Aunty. Aunty rafiki yangu sana. Sio wa muda huu wa miaka mingi sana. Tumejuana na Aunty karibu hata miaka 10 na ngapi huko. 19 imepita huko. Lakini Aunty alibidi yani akaikubali, akasema Imelda mwisho wa siku unafanya kazi. Maana tulijuana kupitia kazi, sawa? Tukawa marafiki. Mwisho wa siku akaniambia kwamba lazima uendelee kufanya kazi yako. Na mimi niendelee kuwa msanii, uendelee kufanya kazi yako. Kwa hiyo inapokuja swala la kazi, ni lazima aheshimu kazi yangu, na yeye alishasema. Hatuwezi kuvunja urafiki kwa sababu ya kazi yako. Maana tumekutana ukiwa kwenye kazi yako. Kwa hiyo basi unaenda nao taratibu, kuna wakati unajaribu hiki kileo nilichokitoa. Maana unajua afadhali sasa hivi. Sasa hivi unajua kwenye mitandao imekuwa rahisi kidogo kuliko kwa zamani kwenye magazeti. Kwenye magazeti ilikuwa ni mbaya zaidi. Ukikuta mtu ametoka kwenye gazeti unasubiri simu. Yaani ikifika saa 4 saa 5 ukishaamka ni simu. Ni ugomvi nini, kwa sababu zamani vichwa vya habari vilikuwa vikiandikwa kila mtu anaingia chini ya mvungu. Lakini kuna wakati marafiki wanakukubali kiukweli kweli. Maana kuna mtu anakukubali wewe kiukweli vile vile ulivyo. Kwa hiyo anajaribu kubeba kazi yako, anajaribu kubeba kila kitu chako. Kwa hiyo nimejikuta nafanya kazi yangu kirahisi kwa sababu nauma kidogo napuliza, nauma kidogo napuliza. Mambo yanaenda. Lakini hapo kwenye kukubalika najua lazima kuna tukio lilikupata. Tukio ni mengi sana. Mimi yani marafiki zangu wengi tushagombana, wameshaninunia sana, vinanti wameshaninunia, Kajala ameshaninunia hivi Imelda wewe si nini. Shaninunia sana, lakini mwisho siku sasa panapokuaga na urafiki wa kweli bwana, hata kama kuna kitu gani uaga tu automatically mambo yanaendelea. Kwa hivyo lakini kununiwa, kuchuniwa, mimi kupigwa na Wema, wewe Imelda umeniandikaje? Yani maugomvi ni mengi, lakini mwisho wa siku nao unajua jinsi miaka inavyozidi kwenda unabidi kutambua na kuelewa kwamba hivi vitu hata nchi za wenzetu wanavifanya. Huyu ni kazi yake, lakini nimemtambua wapi? Sikupitia kazi yake. Basi kwa hiyo inabidi wanaiheshimu na maisha yanaendelea. Kuna kipindi kwenye gazeti, kabla hatujaenda kwenye jambo letu, kuna kipindi kwenye magazeti ulikuwa unashauri mahusiano. Hivi ingetokea sasa hivi labda ungepewa Zuchu na Diamond hapa uwashauri kuhusiana na mahusiano yao, ungewashauri nini? Unajua mimi ninachokifikiria kiukweli kabisa kwenye mapenzi ya mtu uwezi ukayashauri. Mimi kama mfano siwezi nikamshauri Diamond, siwezi nikamshauri Zuchu kwa sababu mapenzi hayashauriki. Unajua wewe unawezekana ukawa kuna embe, kuna nanasi, kuna apples, kuna nini, kuna bungo, yani hivyo. Wewe unaweza ukasema ninachagua apple, lakini mwingine hapendi apple. Anapenda nanasi, mwingine hapendi nanasi, anapenda bungo, mwingine anapenda ndizi. Kwa hiyo katika mahusiano bwana, kila mtu ana ladha yake. Kila mtu ana testi zake mwenyewe anazozipenda. Kwa hiyo huwezi kumshauri mtu kwenye mahusiano. Kikubwa zaidi kuangalia moyo wake yeye unapenda. Unajua kuna mgeni sasa mimi ni mzuri sana, mtu fulani anaweza kunipenda, lakini kumbe mwenzako uzuri wako yeye kwake sio kitu. Akapenda kitu kidogo tu kwa mtu kidogo tu, mmoja akapenda kucha zake akazipenda na ndio anakuwa amependa. Kwa hiyo kwenye mapenzi huwezi kumshauri mtu eti mpende huyu usimpende, hapana. Hapana. Na ndio maana lao sema kwa Zuchu na Diamond, yani ni watu ambao wanapendana tu, yani wao unaona love pale. Yani uwezi, kwa sababu kama kukutana na vita, kama Zuchu anakutana na vita vingi, inawezekana Diamond pia anakutana na vita vingi huko pembeni, lakini mwisho wa siku wao wawili wenyewe ndio wanajua nini kinaendelea baina yao. Kwa hiyo huwezi kuwashauri watu kwenye mapenzi. Mapenzi mimi najuaga hayashauriki. Maana wewe hujawahi kuwa na rafiki yako unamshauri mtu achana nao, kesho unawakuta. Kwa hiyo unaona kwamba ni jinsi gani mapenzi hayashauriki. Juzi kwenye mitandao ya kijamii Imelda Mtama alikuwaga mdaku huyu, kabla hatujafika huku kwenye jambo lake analofanya sasa hivi la kusaidia jamii, ambao aliweza kupata tuzo nyingi kupitia kusaidia jamii. Wakati wa mahusiano ya Vanessa Mdee na Jux, najua wewe ndo pale ulikuwa uko hot pale. Sasa juzi Jux amefunga harusi Nigeria.
wanazengo wameenda kwenye page ya Jux, wameshuka wamekuta bado ana picha za Vanessa. Wewe unahisi kwa nini kwenye page yake ya Instagram? Mimi naweza kumshuhudia Jux ni mzungu. Yaani kwa Jux naweza nikamuongelea ni mzungu. Kwa sababu alipokuwa na Vanessa kuna mazuri ambayo Vanessa amefanya kwa Jux. Umeelewa? Kwa hiyo afute kwa sababu gani? Maana sidhani kama leo Vanessa na Jux wakikutana hawezi kusalimiana. Watasalimiana, wataongea. Kwa hiyo kutofuta picha kwa Jux ni kwa maana kwamba anaonyesha jinsi gani amekomaa. Jinsi gani anachukulia mambo kirahisi. Lakini jinsi gani anaungwana, kwa sababu unapomfuta mtu ambaye unamfuta leo akikutana, maana leo hutaki kuniambia kwamba akikutana Jux na Vanessa wasalimiane, hapana. Ile ameonyesha yeye ni mzungu na kila kitu kina wakati wake. Kama Vanessa alipita, atakuja huyu ambaye ni mkewe, maisha yanaendelea. Ulivyoona post ya Zailisa akimshutumu Manara kwenye mitandao, maana najua wewe umefanya interview nyingi sana Zailisa, na nakumbuka interview moja ambayo ilirudiwa Global TV pale wakati unamuuliza Zailisa kuhusu Manara kama ataoa mke mwingine, kuhusu kuzaa na vitu vingi. Baada ya kuona zile posti zilizoendelea usiku ule, wewe kichwani kwako ilikuja picha gani? Na labda pengine uliwasiliana na Amina Vikoba, maana alikuwa anampenda sana wifi yake. Hivyo unajua kama mtu ambaye kweli anaijua familia na anaijua ndoa, hawezi kufurahia kuona ndoa ya mtu mwingine inavunjika. Never, hawezi. Hata mimi nilivyoona vile, mimi mara kwanza nikajua labda kuna kitu kinakuja, kuna kiki inafanyika. Na nikasema mimi nawaombea kwa sababu ni watu ambao unajua kuna watu unaweza kaona ndoa ukasema hii ndoa leo kesho inavunjika. Hii leo yani kiamkia kesho haipo, lakini wale Zailisa na Manara ulikuwa huwezi kuona dalili yoyote kwamba kuna tofauti iliyopo. Ukiwaona wanaposti, wanafurahi, na watu wengi sana kwenye mitandao wanaangalia tu kwenye mitandao. Ndio wanaamini ndoa iko salama, hii ndoa ina matatizo, hii ndoa iko vipi, na ndivyo watu wanavyowatathmini watu, si ndio? Sasa ukiangalia kupitia Instagram ya Manara na Zailisa, ulikuwa uone dalili yoyote hawa watu kuachana. Ulikuwa unaona mahaba. Kwa hiyo ukiona kitu kama kile kwa watu ambao labda unaipenda kapo yao au umewazoea, unasikitika kwa sababu hakuna kitu kibaya kama mtu amefunga ndoa, wamesherekea na wamepeana viapo alafu ndoa ikavunjika. Kwa hiyo ulimtafuta Zailisa kama mdogo wako, rafiki yako? Zailisa sikumtafuta, mimi nilimtafuta Amina Vikoba, nitaka kujua kwamba hii ni kiki au sio. Amina Vikoba ndio unavyomjua, sio kiki hiyo, kitu kweli. Na baada ya kuambia kweli, wewe ukajisikiaje? Kwa sababu umesema ni kapo ambao ulikuwa unaifuatilia na unaipenda. Sikujisikia vizuri kwa sababu kweli kama mtu unapenda familia, uwezi ukaona vizuri familia mwingine ikavunjika. Uwezi ukaona vizuri ndoa ya mtu inavunjika. Hapana, uwezi kufurahia. Kwa sababu kuvunjika kwa ndoa unajua watu hawaelewi, lakini ndoa ya mtu kuvunjika ni vitu vingi sana vinaharibika. Vitu vingi kweli, mipango, yani ndoa, kwa sababu tuchukulie labda Zailisa na Manara wamegombana na wameachana, wakafikia tu mpaka kwenye mitandao kutoleana hata maneno ambayo sio mazuri. Tayari sasa katika familia zote wamesababisha vita. Zailisa atakuwa na vita na familia ya Manara. Kwa hiyo unaona, yani kuna vitu vingi vinaharibika kwenye family. Kuna watu wengi utawakosea, kuna watu wengi utakutana njiani utasalimiana nao kwa ajili tu ya kile kilichotokea. Kwa hiyo sio jambo jema, kwa sababu Zailisa alikuta watoto wa Manara na unaona mara nyingi alikuwa anacheza nao, mara nyingi kwenye TikTok wanaongea. Sasa leo akute baba na mama hawaelewani, wanatoleana hivyo, tayari wanawekea mipaka mikubwa au mpaka mzito sana baina yule, hawawezi kukutana wakafurahiana, hawawezi hivyo. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kuifahamu ndoa vizuri na familia akakubali au akachekelea ndoa ya mwingine ivunjike. Juzi kati hapa lilitokea tukio la kusikitisha sana la wanafunzi wa chuo ambao walimnyanyasa mwenzao au kumfanyia ukatili kwa sababu ya inavyosemekana na zile video zilivyokuwa zinaonekana kwamba yule mwanachuo alikuwa akimsema mwenzie kwa nika na huko akimkatili kwa nini ameenda kuwa na mahusiano na Mwijaku. Hii imeleta picha nyingine sana kwenye
Instagram. Maana Instagram ndo sehemu yetu ya kupata taarifa, kujua kila kitu. Nimeona Mbaruku Khan, nimeona baadhi ya media zikimpongeza sana mke wa Mwijaku na kumwambia kwamba yeye ni mwanamke ambaye hawakutegemea kuona hichi kinachoendelea, kwa sababu tunafahamu wasanii waga ikitokea changamoto inatokea kama Zailisa, anaita place, anaongea, ana post, anaandika. Kwa upande wako, kwa tathmini yako, mimi najua kwenye ndoa una zaidi ya miaka 10. Unaweza kumzungumziaje na ni mke wa Mwijaku? Sasa unajua ndio maana watu wanatofautisha. Kuna mke na kuna video vixen. Sasa kuna mke na video vixen. Kwa sababu ukimuongelea sasa mke ndo unamwongelea mke wa Mwijaku. Kwa maana yule sasa ni mke. Manake unapokuwa mke ndani ya nyumba ni mke ambaye uko tayari kuhimili chochote ambacho kitakacho kutokea ndani. Uko tayari kuilinda na kuisimamia ndoa yako, hata kama ikitokea huko ndani nyinyi mnaweza mkajifungia mkapigana, lakini nje ukaonekana uko shupavu au shujaa kuilinda au kumlinda mume wako. Ndicho anachokifanya mke wa Mwijaku, kwa maana yule sasa ndio mke. Yule ndio mke, na ndio maana Mwijaku amemweka yule mwanamke ndani akijua huyu ni mke, kwa sababu anajua walipotoka na anajua mwanamke ameyabeba mangapi ya kwake. Sidhani kama eti Mwijaku alipita waliishi maisha hivyo ndio amekuja kutibuana hapa, hapana. Kuna mambo mengi ambayo yalitokea na mwanamke ameyabeba. Na sidhani au sifikiri kwamba mke wa Mwijaku anaweza akamwacha Mwijaku kwa tukio kama lile. Haiwezekani. Haiwezekani. Sababu yule ni mwanamke. Yaani yule ni wife material. Hawezi akamwacha mume wake kwa jambo kama lile, kwa sababu mimi ninachosema Zalia, katika dunia hii hakuna utakayemtafuta akawa perfect. Hayupo. Yaani hata kusema leo atoke hapa ameacha Mwijaku ameenda kwa mwingine, hayupo mtu salama wa kusema atakuridhisha, atatenda mema sawa unavyotaka. Haiwezekani. Ndio maana hata wakifunga ndoa kanisani unasema kwamba nitavumilia kwa shida na raha, teso na nini, magonjwa nini, kila kitu unakubali kukibeba, kwamba unabeba ahadi na Mwenyezi Mungu. Pale unapofunga aidha kwenye madhabahu au kwenye mswala au kwenye nini, ni kwamba tayari unaweka ahadi ya kwako wewe na Mwenyezi Mungu na familia yenu. Kwa hiyo ina maana kwamba yule ni mwanamke anajua kabisa kwamba natakiwa nitimize ahadi, na kama ni mke wako atayavumilia yote. Mke wa Mwijaku kupitia dada Ime au Imelda Mtema anasema ni mke wife material. Kabla hatujamaliza hapa, ikitokea labda sasa kijana anakuja kwako Imelda, anataka umshauri, anataka kuoa, labda pengine hana mchumba lakini ana mchumba wake, anakuhadithia tabia zake hivi na hivi, wewe utamshauri nini? Utamwambia anatakiwa awe na mwanamke wa aina gani? Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia BimaPapp kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia BimaPapp kwa kupiga *150*51 alama ya reli, au kwa WhatsApp tuma neno BimaPapp kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. BimaPapp, urahisi wa maisha.